Hello? Mambo? Poa. Masawe Japani hapa Radio Jambo. Aha. Unaitwa nani? Naitwa Masi. Masi, story yako ni gani? Sasa huyo Daniel tumekuwa na yeye kuanzia 2009 hadi 2011. Sasa hapo ndio tulibarikiwa na mtoto msichana. Toka hapo sasa nilipopata mtoto ndiye akaanza kuenda kombo hivyo. Okay. Kwa hiyo miaka kuanzia 2011 mpaka leo hajaisaidia mtoto. Muliachana? Tuliachanaga na yeye. Anaishi wapi Daniel? Anaishi Magadi. Okay. Ndio. Yes. Anafanya kazi gani? Anafanya kazi ya kampuni ya Magadi Soda. Subiri tumpigie. Haya. Halo? Habari yako Daniel? Nzuri sana. Mimi naitwa Maureen. Kuna mama kwa jina Masi. Unamfahamu? Bado. Umjui Masi? Sijui. Masi gani hiyo? Mulipata naye mtoto pamoja Daniel. Hebu ngoja kidogo nimpatie simu uone kama utamkumbuka Masi. Yes. Shika simu, ongea na mzee. Mamangu amekata simu, acha tujaribu kumpigia tena. Sawa. Please enter your complete PIN number. Maureen. Huyo mama. Tulienda naye kotini. Mwambie akitaka mambo ya hiyo mtoto turudi hiyo kotini tu pale alitorokea. Mulipelekana kwa idara ya watoto? Tulienda kotini na ile kitu aliambiwa hajafanya natoroka. Aliambiwa afanye nini Daniel? Mwambie. Akuambie vizuri. Na akitaka tumalize mambo hiyo mtoto arudi hapo kwa hiyo court, turudi naye hiyo kotini twende bali aliwachilia tuanzie hapo sasa. Na Daniel, mbona hutaki kuzungumza na yeye? Siwezi. Mwambie arudi kotini bali tuliachana. Siwezi kuzungumza na yeye. Nikuulize Daniel. Kama Maureen. Daniel. Unasema aje? Mimi pia ni mzazi. Hapa mimi ni mzazi. Na niko na watoto wengi zaidi ya 10, sio hiyo moja. Na nilimwambia pahali ukitaka vizuri juu ya hiyo Masi, mwambie arudi kotini pahali tuliachia tuanzie hapo. Lakini Daniel, mbona unakuwa mzito kumsaidia mtoto? Unajua kuna wakati mwingine inakuwa ni rahisi kusettle some things out of court, wakati